540 kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu tu. Kama wanao zuio lolote ambao inanizuia mimi nisitekeleze haya, wanipe. Habari gani mtazamaji wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bwana, kufuatia sakata la wafanyabiashara wawili Bwana Ntanyinya na Frank Chawe na kugombania sheli iliyopo Mbalizi katika mji mdogo wa Mbalizi, wilaya ya Mbeya na mkoa wa Mbeya, machifu wa Mbeya vijijini wameibuka na kuingilia kati sakata hilo kwa kutoa mawazo yao na kutaka serikali ishughulikie sakata hilo bila kumuonea mtu. Machifu hao wamekutana leo kwa dharura katika mji wa Mbalizi wakiongozwa na Chief Soja na kueleza mawazo yao pamoja na mambo mengine. Pia wameiomba serikali kushughulikia mgogoro huo kwa haraka bila upendeleo ili kuleta amani katika jamii, na hapa wanaeleza machifu hao mawazo yao. Kwa jina naitwa Ezelina Samuel Mpoli, ni chifu wa mji mdogo wa Mbalizi. Kwanza nawapa pole sana kwa serikali zote ambazo zilisimama na hii kesi, lakini kwa sababu sisi ni machifu hatuna ubaguzi. Tuliona wenzetu wanakuja na biashara, tulishukuru sana kwamba wenzetu wanatuamsha katika mji wetu huu, na tuliwakaribisha kama machifu wafanye biashara zao, lakini hatukutaka kwamba kuwe na vita ndani ya biashara hizo. Sisi tunaishi kwa amani na tunapenda nchi yetu iwe na amani, mji wetu uwe na amani, watu waishi kwa amani. Kama walivyoingia wakakaribishwa, tunapenda waishi kama walivyokaribishwa wanavyofika hapa. Kwa hiyo napenda kwamba kama ni mioyo yao haijatulia, tunaomba tu Mungu awatulize mioyo yao, wakae walijenge ili swala liende kwa usalama, wafikie mwafaka, waelewane, waende kwa amani. Na sisi tunachong'ang'ania ni amani tu katika Tanzania yetu hii. Hatutaki vurugu ya aina yoyote. Naitwa Chief Soja, mwenyekiti wa machifu wa jimbo la Mbeya vijijini. Niko hapa kwa niaba ya machifu walioko nyuma yangu, zaidi ya machifu 270. Na nilionao hapa ni sehemu tu kama wawakilishi. Nimeona ipo haja baada ya kupata taarifa ya mgogoro unaoendelea kati ya mzee Ntanyinyi huyu na bwana Chawe. Sasa nikaona niwaite baadhi ili wangalao na sisi tutoe maoni yetu kama wazazi. Sisi tunasimama hapa kama wazazi wa pande zote mbili, na uwepo wetu machifu ni kuona vijana wetu wanafanya kazi kwa uhuru bila kunyanyasana na bila kuwa na vurugu zozote kama jinsi ambavyo mgogoro huu unataka kuleta vurugu. Kwa kweli kama machifu tusingependa kusikia hali ya namna hiyo. Sio nzuri, sio nzuri. Inaweza ikasababisha taharuki na ikasababisha hasara kwa wengine wasiohusika. Kwa sababu hiyo, ili jambo huyu bwana Chawe ambaye ndio alikuwa mmiliki wa kwanza pale, alifanya vizuri kukopa hela benki na kufanyia ile kazi. Ile kazi haikuwa ya kwake peke yake, ilikuwa ya jamii nzima ambayo ingenufaika na ile biashara. Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Sasa linageuka kuwa baya mara baada ya kuwa ameshindwa kurejesha ile fedha kwa wakati kwa watu wa benki. Lakini si jambo zuri. Angeweza kukaa nao chini, akaongea nao, wakampa muda, akalipa taratibu kwa utaratibu wa sheria uliokuwa umepangwa. Sasa kama hakuweza kufanya hicho, ninadhani maamuzi ya watu wa benki kutangaza biashara kuwa wanauza sio mlipuko, ni jambo ambalo liko kisheria na linakuwa limeandaliwa tangu kwenye mkataba wao kwamba ikitokea umefika muda fulani basi tutatekeleza hiki ambacho kinafuata. Sasa nilikuwa na shauri kuwa mwenzetu huyu asijisikie kama ni jambo la aibu wala jambo la mkosi akasababisha taharuki. Hapana,
bado nafasi anayo, akae chini na watu wa benki waendelee mazungumzo, ila huyu aliyenunua akabidhiwe eneo aendelee kufanyia kazi, kwa sababu tayari pale sasa pana hela yake ambayo hii hela sasa yeye huyu amefanya mkataba na watu wa benki na sio na yeye. Sasa kama huyu amekabidhiwa hati na ni hati halali ya mmiliki wa kwanza ambaye aliyeweka kama mzamano, mimi sioni sababu kwamba huyu angeingia kwenye taharuki, kwa sababu bado vyombo vya kuwasikiliza vya kisheria vipo. Huyu Chawe anaweza kaenda kwenye vyombo vingine vya sheria ili vimsaidie kama anaona haki ipo. Asiingie kwenye jambo ambalo linaweza ikaleta shida baadaye. Kiukweli kama machifu hatuwezi kupendezewa kuona kuna taharuki na hiyo hali ya namna hiyo. Hatutaipenda. Tunamshauri sana kama wazazi wake atuelewe tu kwamba tunasimamia jamii yote, hatuna ubaguzi. Hatumbagui mtu hata mmoja. Wala hatuoni kuwa yeye amekosea, wala hatuoni kuwa huyu aliyenunua amekosea. Hapana, wote walikuwa na haki kwa sababu ni biashara wanafanya. Ila itaonekana mmoja ataonekana mkosaji kama sasa anaanza kuleta vurugu. Hiyo vitu havipendezi hata kidogo kwenye jamii yoyote hizo. Imani ndio kila kitu. Ndio inatufanya tunaishi huru, kila mmoja anafanya kazi yake kwa uhuru. Na tunaomba amani hii isivurugike kwa namna yoyote. Na watu wa serikali wasimamie hili ili pasitokee amani kavurugika. Sio jambo jema kabisa. Tunakumbuka tulikotoka nyuma. Limewahi tokea hayo kipindi cha uchaguzi wa mwaka huu. Siku 3 tu watu hawakulala ndani. Walilala na hofu nchi nzima siku 3. Sasa hatupendi kuona yanarudia mambo ya namna hiyo. Sio mazuri sana hata kidogo. Ndio ushauri wangu kama mwenyekiti wa machifu. Kwa sisi sasa, kwa sababu ni viongozi wa jamii yote, ndio maana tunaongea kwa niaba ya jamii yote, hata wazazi wake wako ndani yake. Sasa Chawe sipowasikiliza mpaka wazazi wake, taonekana basi alikuwa na dhamira nyingine, sio dhamira nzuri ambayo inaweza ikawa inaigwa na watu wengine. Unajua kutokea hili tunataka hata vijana wengine naomba nitoe na rai hata kwa vijana wengine ambao nao huenda wamekopa benki au wanajiandaa kukopa, wasifanye vitu vya namna hii. Mwisho wa siku sasa wakopeshaji wataona kumbe kukopesha ni tatizo. Kumbe kazi huwezi kufanya peke yako, ndio maana wanafanya na haya mabenki. Kwa hiyo ili watu wa mabenki tuwape moyo ni pale tutakapokuwa tunarejesha kwa wakati au tunakaa nao. Mara unapoona umeshindwa kurejesha, kaa nao wakusikilize, lakini sio kuchukua hatua ambayo baadaye unataka kusababisha vurugu. Sio nzuri sana.